Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, tunaendelea na darasa yetu ya mnasaba Ramadhan wa kitabu chetu hiki Ithaf Ahli al-Iman bi durus shahr Ramadhan. Tupo katika darasa nambari 17, ad-darsu as-sabi'a ashar. Somo la 17 fi bayani al-ahkam al-muta'alliqati bi qada'i as-sawm, katika kubainisha hukumu zinazofungamana kulipa funga. Alhamdulillahi rabbil alamin, shara'a fayassar, ameweka sheria na amefanya wepesi. Wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawm ad-din. Amma ba'd. Sheikh hafidhahullah anasema fa'alamu, jueni, annahu hakika yake yajibu alaykum ma'rifatu ahkami al-qada. Fa'amuni, jueni, hakika yake ni wajibu juu yenu kufahamu hukumu za kulipa fi haqqi man aftara, katika haki ya yule ambaye aliyefuturu fi nahari Ramadhan, katika mchana Ramadhan, li'udhrin min al-a'dhari ash-shar'iyya, kwa dharura miongoni mwa dharura za kisheria. قال الله تعالى, أمسما الله متكوف, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة فنيل مكمل الشيداد. ففي آخر هذه الآية الكريمة, مشوني مآيه تكوف, ورخص الله بالإفطار, أمروس الله كفتور في رمضان ومز رمضان للمريض والمسافر, ومجونج ونمسافير, وأوجب عليهما القضاء, نام wajibisha juu yao kulipa idha akhadha birukhsati, pindi wanapochukua ruhusa, fa aftara, wamefturu, bi an yasuma, wafunge, adada al-ayyam allati aftaraha, idadi ya masiku ambayo walioyafturu, min shahrin akhar, katika mwezi mwingine, wa insama, na ikiwa watafunga wawili hao, sama alf al-ithnain, ikiwa watafunga Ramadhan walam ya'khudha birukhsah, na wala wajachukua ruhusa, fasawmuhuma sahihun, funga yao ni sahihi, wa mujzi, na yenye kujuzu, inda jumhuri ahli al-ilm, wa huwa al-haq, na ndo haki kwa jumhur, kwa kundi kubwa la wanachuoni, na ndo haki. Wa bayyana subhanahu, na amebainisha Allah subhanahu wa ta'ala al-hikmata fi hadhihi ar-rukhsa, hikma katika ruhusa hii ya kuwaruhusu watu wafuturu, wa hiya nayo annahu hakika yake arada at-taysir ala ibadihi, ametaka kufanya wepesi kwa waja wake, wala yurid lahumul usr, na wala wajatakia wao uzito, wal mashaqqa, na mashaka uzito, bitaklifihim, kuwalazimisha wao, kuwakalifisha wao, bisawm, kufunga, fi halati as-safari wal marad, katika hali ya kusafiri na ugonjwa. Wa anna al-hikmata, na hakika hikma, fi ijabi al-qada, katika kuwajibisha kulipa, hiya nayo ikmalu adadi al-ayyam allati, kukamilisha idadi ya masiku ambayo awjaba Allahu sawmaha, Allah amewajibisha kuyafunga. Fa fi hadhihi ar-rukhsa, katika ruhusa hii, jam'un baina at-taysir, kuna kukusanywa baina ya kufanywa wepesi, wa istikmalu al-adadi al-matlubi sawmuhu, na kukamilisha idadi inayotatikanika kufungwa kwake. وهناك صنف ثالث, na huko kuna sampuli ya tatu, mimman yurakhisu lahum bil-iftar, katika wale ambao wanaruhusiwa kufuturu, wa hum nao al-kabiru al-harim, mtu mzee, wal maridul muzmin, na al-maridul muzmin, mgonjwa wa muda, wa idha lam yutiqa as-siyam, endapo wasipoweza kufunga. Qala ta'ala, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa ma'ana yutiqunahu ay yukallifunahu, yani wanajilazimisha, wa yashuqu alayhim, na inawapa uzito juu yao. Fa'alayhim badalu siyami, juu yao kuna badala ya funga, it'amu miskin, kulisha maskini, an kulli yawm, kila siku. Wa hadha, na hili, ala ma dhahaba ilayhi ta'ifatun min al-ulama fi tafsir al-aya, na hili ni katika yale ambayo wameenda juu yake kundi la wanachuoni wa tafsiri katika aya hii. Wa hadha ma dhahab, jambo hili katika yale ambayo wameenda kwayo kundi la wanachuoni katika tafsiri ya aya hii. Wa annaha lam tusakh, wao wanasema kwamba aya hii haijafutwa hukumu yake. Wakiwa wanatoa maelezo haya, wanasema kwa mujibu wa mantiki wa maelezo haya, bi maana hii aya haijafutwa, lakini kwa mujibu wa maelezo yale ambayo tulikuwa tumeyasoma huko nyuma, ni imefutwa hukumu yake kwa mwanzoni mwa Uislamu, sababu mtu alikuwa ni mukhayyar. Hiyo itakuwa hukumu yake imefutwa tukitafasiri kwa kusema wa 'ala alladhina yutiqunahu, na juu ya wale ambao wanaweza kufunga,
sababu hapo mwanzoni mtu alikuwa ni mukhayyar, yani khiyarishwa, yule ambaye anayeweza kufunga alafu ana uwezo wa kulisha na angalia kwamba imalisha au afunge. Lakini hukumu hiyo ndio imefutwa, lakini maana ya aya kwa mujibu wa mantiki hii haijafutwa. Wa alhaqa biha ulai, na amewakutanisha na hawa alhamila walmurdi'a, mwenye mimba na mwenye kunyonyesha, idha khafata ala nafsihim, maana amekutanisha hukumu yao pindi watakapoogopea juu ya nafsi zao, au ala waladayhim, au watoto zao, na siyam, kutokana na kufunga, kama ruya an ibn Abbas annahu qala li ummi waladin lahu hamil, kwa mama wa mtoto ambaye mwenye mimba au murdi' mwenye kunyonyesha, anti bimanzilati alladhina la yutiquna siyam, wewe upo katika daraja nafasi ya wale ambao wasioweza kufunga. Wa ibn Umar radiyallahu anhuma anna ihda banatiha, hakika ya mmoja ya binti zake, arsalat, ametuma, tasaluhu, anamuuliza, an sawmi ramadhana wa hiya hamil, kumuuliza kwamba kuhusu funga Ramadhani ili hali na mimba. Qala, amesema, tuftiru wa tut'imu an kulli yawmin miskina, atafungua na atalisha kila siku maskini, pale endapo madhara yatakuwa yanarudi pande zote mbili. Kama tulivyoeleza hapo nyuma, inatakapokuwa madhara yanachelea yanarudi upande wa watoto, kama tulivyoeleza hapo nyuma. Anasema Sheikh, haulai jami'an, hawa wote, yubahu lahum al-iftar, inahalalika kwa wao kufuturu fi nahari Ramadhan, nadharan, wa kutazama li'a'dharihim ash-shar'iyya, dharura zao za kisheria. Thumma hum yanqasimuna ila thalathati aqsam, kisha hawa wanagawanyika katika vigawanyo vitatu. Qismun, kigawanyo cha kwanza, qismin, kigawanyo kimoja, yajibu alayhim al-qada, inawajibika juu yao kulipa faqat tu, wala fidyata alayhim, na wala kuna fidia juu yao. Wahum nao almarid walmusafir, mgonjwa na msafiri, walhamil walmurdi', na hamil na murdi', idha khafat ala nafsihim, pindi takapoziogopea nafsi zao. Kwa hiyo madhara ikiwa yanarudi katika nafsi zao, maana hapo watu livyo, lakini ikiwa yanarudi kwa watoto zao watalipa na kutoa fidia. Wa qismun, na kigawanyo kingine, yajibu alayhim alfidya, yajibu alayhim alfidya, ni wajibu juu yao kutoa fidia faqat tu, wala qada alayhim, na wala kuna qada juu yao. Wa humul ajizuna, na wani wenye kushindwa, liharamin au marad, kwa uzee, utu uzima au maradhi, la yurja buruhu, itarajiwi kupona kwake. وقسم na kigawanyo kingine, yajibu alayhi alqada'u walfidya, ni wajibu juu yake kulipa na kutoa fidia. Wa hum nao alhamil, mwenye mimba, walmurdi, na mwenye kunyonyesha, idha khafat ala waladayhima faqat, watakapoogopea kwa watoto zao tu. Kwa hapo juu aliposema katika kauli ibn Umar, anna ihda banatihi arsalat tasaluhu an sawmi ramadhana wa hiya hamil, qalat tuftir wa tut'im an kulli yawmin miskina, pale endapo atakapokuwa wanachelea madhara yanarudi kwa watoto zao. Kama atakuwa wanachelea madhara yanarudi upande wao, hawalipi, hawatoi fidia, bali watalipa tu basi. Walfidya huna, na fidia hapa, itaamu miskin, kulisha maskini, nisfa saa, nusu pishi, min ta'amil barid, katika chakula cha mji, an kulli yawmin, kila siku, zile siku katika zile siku ambazo inabidi zile za funga zote, zile ambazo alizozifungulia. Wa hadha dinuna yusrun, dini hii, na hii ni dini yetu. Wa hakadha, na kama hivi, dinuna yusr, dini yetu ni nyepesi, wa samaha, na wepesi, tamasha, inapita, ma'a dhurufi al-insan, pamoja na hali za mtu, hali gani zinamkabili mtu. Wala yukallifuhu ma la yutiquhu, na wala zimlazimishi yale ambayo hayawezi, maana sheria haimlazimishi mtu mambo ambayo hayawezi. Au yashuku alayhi, au inampa uzito juu yake, mashaqatan shadidatan, mashaka makubwa, yani uzito mkubwa, ghaira muhtamala, yani sio vumilika. Yusharri'u lilhawari, inaweka sheria katika hali ya kuwepo mtu, ahkaman munasiba, hukumu zinazonasibiana, yani kuwepo mtu katika, yani ile hali ya kutosafiri. Walisafari ahkaman munasiba, na imeweka kwa safari hukumu zinazonasibiana. Wa yusharri'u lisahihi, na inaweka sheria kwa mtu ambaye ni mzima, ma yunasibuhu, yale ambayo yanaendana naye. Walilmarid ma yunasibuhu, na kwa mgonjwa yale ambayo yanaendana nayo. Wa maana hadha, na maana hili, anna almuslima, hakika ya muislam, la yanfaku, achomoki,
an ibadati Allah, kutokana na kumwabudu Allah fi jamii ahwali, katika hali zake zote, baka ufi'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Wa anna al-wajibati, na hakika ya mambo ya wajib, la tasqutu anhu suqutan nihaiyan, hayaanguki kwake yeye uangukaji wa mwisho. Yani hapa tu la kwamba hapo mambo haya yataanguka baada ya kufa, kisha kufa hapo sasa ndio inakuwa suqutan nihaiyan. Walakinnaha, lakini hizo wajib tatakayyafu ma'a dhurufihi, tatakayyaf, zinakuwa na namna pamoja na hali zake. Yani itakuwa namna hii ikiwa ipo katika hali hii, itakuwa namna hii ikiwa katika hali hii, hivyo. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, mwabudu Mola wako mpaka ujiwe na kifo. وقال عيسى عليه السلام فيما ذكره الله عنه, katika yale ambayo Allah aliyoyataja kuhusu yeye, wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan, amenihusia mimi kuswali na kutoa zaka muda wa kuwa niko hai. Wa minan nas, na miongoni mwa watu, man yurid, yupo ambaye anayetaka, an yastaghilla, tumie samahata al-islam, wepesi wa Uislam, istighlalan sayyi'an, matumizi mabaya, fayubihu li nafsihi fi'la al-muharramat, anaihalalishia nafsi yake kufanya mambo ya haram, wa tarka al-wajibat, na kuacha mambo ya wajibu, wa yakulu, na anasema ad-dinu yusr, dini ni wepesi. Naam, ndio, inna ad-dina yusr, dini ni nyepesi, walakin laysa maana dhalika, lakini si maana ya hivyo kama ulivyoeleza wewe, an yanfadita al-insan min ahkamihi, ajivue mtu katika hukumu zake. Wepesi si haina maana kwamba mtu ajivue, achomoke, anyamfadita al-insan, yani ajivue na au achomoke mtu katika hukumu zake. Wayattabi'a hawa nafsi, na afuate matamanio ya nafsi yake. Wa inna ma ma'na samahati al-islam, shekha anasema, na hakika si vingine maana ya wepesi ya Uislamu, annahu, hakika yake, yantaqilu bil abdi, inamuhamisha mja, min al-ibadati ash-shaqqa, kutoka katika ibada nzito, ila al-ibadati sahla, kuelekea katika ibada nyepesi, allati, ambayo yastati'u adaaha, anaweza kuitekeleza, fi halati al-udhur, katika hali ya dharura. Wa min dhalik, na miongoni mwa hayo, al-intiqalu, kuama, bi ashabi al-a'dhar ash-shar'iyya min as-siyam, kwa wale watu wenye dharura za kisheria, kutokana na kufunga, adaan, kutokana na kufunga kwa kutekeleza, fi Ramadhan, kwa mwezi wa Ramadhan, ila siyami ada qadaan, kuelekea katika kufunga hali ya kulipa. Kuna ada ndio kutekeleza, qadha kulipa. Anasema fi shahrin akhar, katika mwezi mwingine, indama tazulu a'dharuhum, pale ambapo, wakati ambapo zinapoondoka dharura zao, au al-intiqalu bihim min as-siyam, au kuhamisha wao kutoka katika kufunga, ila al-it'am, kuelekea katika kulisha, idha kanu la yaqdiruna ala as-siyam, ala al-qadha, ikiwa hawawezi kulipa. Fajamaa lahum baina ada'i al-wajib, imekusanya sheria kwao, imekusanya kwao baina ya kutekeleza kwa wajib, wa intifai al-mashaqqati wal haraj, na kuepukika uzito na dhiki. Falillahi alhamdu wal minna. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi